Bwana, hii ni miaka 20 iliyopita kwa Zulu Natal. Reika ni msichana wa miaka 11 anayetekwa nyara na August Spelman, mkulima mwenye aiba kikatili. Bwana, Spelman hamuui dada, badala yake anamfungia kwenye shimo la siri ndani ya shamba lake kubwa la miwa. Hapo ndipo ambapo Reika anatumia akili zake zote kuishi. Anajifunza kumchunguza mtekaji wake, kila mbinu ambazo anazifanya, akijua tabia zake, udhaifu wake na hata mbinu zake za kikatili. Baada ya miaka ya mateso, Reika anafanikiwa kutoroka na kutoa ushahidi ambao unamfunga Spelman maishani. Ulimwengu unamwona kama shujaa, lakini ndani yake amevunjika vipande vipande. Bwana, hii ni bonge moja la movie kutoka South Africa na kupeleka mpaka Johannesburg. Hii ni Cha The Storyteller. Jina langu naitwa Cha The Best Presenter in Town, mnyama OG. Bwana, sasa tunagundua kwamba Reika kwa sasa ni mpelelezi mahiri wa polisi na anaishi maisha ya mgawanyiko sana. Mchana anawinda wahalifu, usiku anapambana na pepo za utotoni. Katika mji wa Nandi, miili ya wasichana inaanza kupatikana kwenye mashamba ya miwa. Mauaji haya yana mbinu zile zile za kikatili alizozitumia Spelman miaka iliyopita. Reika anapewa jukumu la kuongoza upelelezi. Spelman hamuhui Reika, anamfungia kwenye shimo la giza ndani ya shamba lake. Fikiria hali hiyo, mtoto mdogo peke yake katika giza nene, huku akisikia sauti za mtekaji wake kila siku. Lakini Reika hakuwa mtoto wa kawaida. Badala ya kupoteza akili, alifanya kile ambacho mpelelezi yeyote angefanya. Alianza kuchunguza, alianza kujifunza kila hatua, kila neno na kila uovu wa Spelman. Alikuwa akijifunza profile bila hata kujua. Baada ya miaka kadhaa ya mateso, Reika anafanikiwa kuondoka na ushahidi wake unamfunga Spelman maisha yake yote. Ulimwengu unashangilia, lakini ndani yake amejawa na makovu. Bwana, nilikuwa na kurudisha nyuma ya stori yetu. Sasa ni mwanamke mwenye nguvu, lakini maisha yake ni kama nyumba iliyojengwa juu ya mchanga. Anateseka na maono, degedege na ndoto za kutisha. Katikati ya mji wa Nandi kuna wimbi la wanawake wengi ambao wanafanyiwa ukatili aliowahi kufanyiwa yeye. Kwa sasa Reika ni mpelelezi wa jeshi la polisi huko Johannesburg. Bwana, hapa ndipo mchezo unapoanza. Reika anapewa jukumu la kuongoza kesi hii kwa polisi wengine. Ni kazi tu. Kwa Reika ni kurudi kwenye kaburi la utoto wake. Kila hatua anayopiga shambani, anahisi pumzi za Spelman yupo nyuma yake. Anapochunguza miili hiyo, anagundua kitu kinachomfanya atetemeke sana. Muuaji anatumia mbinu zile zile alizokuwa akitumia mtekaji wake. Je, Spelman anamshirika? Je, kuna mtu anayeiga uovu wake? Ili kupata jibu, Reika anafanya uamuzi wa hatari zaidi katika maisha yake. Anarudi gerezani kumtazama jicho kwa jicho mtu aliyemtesa. Anarudi katika mji aliyokulia, eneo ambalo kila kona lilimkumbusha mateso yake. Anajikuta akifanya kazi na polisi wa eneo hilo ambao hawakumwamini katika uchunguzi wake. Anagundua kuwa muuaji mpya anatumia mbinu za mtu wa zamani, jambo linalomlazimisha kufanya kitu ambacho hakutaka kukifanya kamwe: kutembelea jela na kuzungumza na August Spelman, jamaa ambaye alimfanyia ukatili mkubwa sana. Bwana, hapa ndipo hadithi inapoanza kuwa nzito. Spelman akiwa ndani ya kuta za gereza anageuka kuwa mshauri. Anamwambia Reika, wewe ni mimi Reika, sisi ni wawindaji. Unatafuta muuaji, lakini unashindwa kuona muuaji aliye ndani yako. Spelman anaanza kucheza na akili ya Reika, akidai anajua nani anaua wasichana hao, lakini anatoa habari kwa mafumbo. Wakati huo huo, maisha ya binafsi ya Reika yanaporomoka. Binti yake anamuona kama mama asiyekuwepo na kazi zake zinamfanya awe na msongo mkubwa wa mawazo. Anaanza kuona maono ya matukio ya zamani na mara nyingi anapoteza fahamu. Anagundua kuwa muuaji si mtu mmoja, bali ni mtandao wa watu wenye nguvu wanaosafirisha binadamu na kuua ili kuficha siri zao. Katikati ya kilele cha msimu, Reika anagundua kuwa mmoja wa watu anaowaamini katika jeshi la polisi anahusika na mauaji hayo. Muuaji anajua kuwa Reika yupo karibu kumkamata, hivyo anateka nyara mtu wa karibu wa Reika ili
kumvuta kwenye mtego ya shamba la miwa ya usiku wa manane. Bwana Rayka anajikuta katikati ya mazingira yale yale aliyoteswa utotoni: shamba la miwa, giza na muuaji asiye na huruma. Hapa Rayka anapambania kwa risasi zake ambazo hanazo kwenye bunduki zake ili kuokoa maisha yake. Anapambana na hofu yake kubwa. Anakumbuka kila somo alilojifunza kutoka kwa Spellman, lakini tofauti ya Spellman na Rayka kwamba wana kitu kimoja: haki na ubinadamu. Anamshinda muuaji huyo kwa kutumia akili na kumpokonya silaha. Katika sekunde za mwisho anasimama mbele ya muuaji huyo akiwa na fursa ya kumuua kwa hasira, lakini anachagua kumkamata. Anajithibitisha yeye mwenyewe na ulimwengu kuwa si mhalifu bali ni mlinzi wa haki. Bwana, hii ni bonge moja la movie kali sana ambayo imechezwa Afrika Kusini, maeneo ya Johannesburg, ambayo inamsimulia dada mmoja ambaye anaitwa Rayka. Aliamua kufanya mapinduzi baada ya kutekwa akiwa na miaka 21, ambapo alifanyiwa unyama wa kikatili sana na mtu ambaye anaitwa Spellman, ambaye alimfungia huyu mtoto na kumtesa na kutaka kumfanyia mauaji. Lakini Rayka alifanikiwa kukimbia baada ya kufanya uchunguzi mkubwa sana wa hatua kwa hatua ambazo huyo Spellman alikuwa anazifanya na kuweza kuchukua matukio yote ambayo huyu jamaa alikuwa anayafanya. Bwana, huyu dada ilibidi akimbie kwenda town, na hapo ndipo alipokwenda katika kituo cha polisi na kwenda kutoa uthibitisho au kwenda kutoa ushahidi wote ambao alikuwa anafanyiwa na ujamaa. Ilibidi ujamaa aweze kukamatwa na kupelekwa gerezani, na baadaye tunakuja kumwona Rayka amekuwa ni mpelelezi wa polisi ambaye anapambana na wauaji wanaofanya matukio ya kikatili. Na hapa ndipo ambapo tunamuona sasa Rayka aliingia kwenye jeshi la polisi na kufanya upelelezi wa watu ambao wanafanya ukatili wa wanawake na watoto, kuwaua na kuwapeleka katika mashamba ya miwa. Bwana, huyu ni Rayka ambaye amepambana kwa kiasi kikubwa sana na kufanikiwa mbinu zake na kuweza kuwakamata wale wote ambao walikuwa wanafanya hivi vitendo. Bwana, story yetu inaisha ikisema kwamba Rayka inamalizika kwa aliacha kazi ya polisi kwa muda ili kujitibu majeraha yake ya ndani, na hapo ndipo tunakuja kugundua kwamba huyu dada baada ya kufanya kazi zote zile za kipolisi ilibidi aache kazi kwa muda ya jeshi la polisi ili aweze kutulia na kuweza kutengeneza akili yake ikae vizuri, kwa maana alikuwa ana msongo wa mawazo ambao ulikuwa unamfanya aweze kupagawa kutokana na familia, na mbaya zaidi hata mtoto wake alimtenga mama yake kumwona kwamba ni mtu ambaye alikuwa aeleweki. Bwana, hii ni story kali sana ambayo nimekuletea siku hii ya leo. Hii ni Cha the Storyteller. Jina langu ni Cha the best presenter in town, Mnyama OG.